Kama akili zako zingefanya kazi zote kwa pamoja, usingekuwa hapa ulipo. Tatizo sio bahati wala juhudi, ni kwamba akili zako zinavutana badala ya kushirikiana. Watu wachache sana wanajua kuna vitengo 9 vya akili, na wengi hawajawahi kuviunganisha. Vitengo 9 vya akili visipofanya kazi kwa pamoja, maisha yako yatabaki vita ya ndani. Namba 1, umoja wa mawazo na nia. Akili inayogawanyika hupoteza nguvu. Akili iliyoungana hubadilisha hatma. Usifikirie kitu kimoja huku ukitamani kingine. Nia, wazo na hatua viwe mstari mmoja. 2, uangalifu wa ndani kabla ya hatua. Akili inayojitazama hujirekebisha. Kabla ya kuzungumza au kutenda, jione ndani yako. Hisia, hofu, tamaa, vyote vitambue. 3, kudhibiti hisia, sio kuzikandamiza. Hisia ni nishati, usipoiongoza itakuongoza. Akili 9 hufanya kazi kwa pamoja pale hasira, furaha na hofu zinapowekwa chini ya uelewa. 4, kuweka lengo, sababu, muda. Akili hupata mwelekeo inapojua wapi inaenda, kwa nini inaenda na lini ifike. Bila sababu, akili huchoka. Bila muda, akili huzurura. 5, kujifunza kwa kutenda, sio kufikiria pekee. Akili hukua kwa vitendo, si kwa ndoto. Vitengo 9 vya akili huunganishwa kwa mazoezi ya kila siku, si kwa kusubiri motisha. 6, ukimya wa mawazo na maneno. Unachosema mara nyingi ndicho akili yako hufanya sheria. Linda maneno yako. Akili husikiza hata utani unaojirudia. 7, uvumilivu wa muda mrefu, mental endurance. Akili yenye nguvu si ya haraka, bali ya kudumu. Vitengo 9 vya akili huungana pale unapovumilia hata matokeo yanapochelewa. Akili haifunguki kwa nguvu, hufunguka kwa mpangilio. Ukiviunganisha vyote 9 kwa nidhamu, akili yako huwa chombo, si kizuizi. Swali ni hili: ni akili ipi ndani yako imekuwa ikikuvuruga zaidi?